Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Nilikuhabarisha hapa kila ambacho amekiandika Askofu Bagonza baada ya taarifa kusambaa kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, ya kwamba watu wasiojulikana wamepewa kazi ya kuhakikisha wanamaliza yeye na mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Lugemeleza Nshala. Askofu Bandekile Mwamakula, askofu mkuu, ameandika mambo machache kufuatia taarifa hiyo ambayo imekuwa ni taarifa nzito kuipokea, na kupitia machapisho yake kwenye mitandao yake kijamii katika mtandao wa X na mitandao mingine ya kijamii. Askofu mkuu Bandekile Mwamakula ameandika, Askofu Bagonza analindwa na malaika Mikaeli, anaombewa na malaika Rafaeli. Nilipanga kwenda kumzika mwanangu Kiela, lakini watu 4 wakanijaza hofu ya kuwa eti nisisafiri kwa kuwa watu wasiojulikana ambao walimnyagari Mdude waliniweka na mimi pia katika orodha yao. Sijui niliwakosea nini mie. Sikuamini hayo kwa kuwa sijawahi kuogopa kwenda mahali popote kwa kuwaogopa watu wasiojulikana, lakini kwa sababu ya dhamiri ya wengine na kuchukuliana nao, ilinibidi nikubali ili kutunza amani ya mioyo yao. Nikanyuti kimya. Lakini hizi taarifa kuwa hata Askofu Bagonza amewekwa katika orodha ya mwanzo wakitaka kumkalikawe, hapo ndipo naanza kupata hisia kuwa huenda kuna ukweli. Katika timu yetu ya Troika umefanikiwa katika kumshambulia Father Charles Kitima, hawajafaulu kuondoa maisha yake. Kuna minong'ono ya kuwa sasa wanamtafuta Bagonza wa Kayanga. Hatukuwahi kuzoea kuishi katika vitisho katika nchi yetu, lakini huenda hivi vitisho ni ishara ya kuwa tumeishi muda uliopitiliza. Huenda ni wakati wa sisi ili kutoweka katika maisha haya, ili kusudi tuwaachie kizazi cha watu ambao hawatakemea wauaji, watekaji na waporaji wa uchaguzi. Waambieni wakienda kwa Bagonza waende na sime na rungu, kwani anaweza kuwasumbua, kwani ana mwili kama bin Ndagara. Lakini wakimfuata Askofu Mwamakula wasihangaike kubeba vyote hivyo, kwani ngumi moja tu kwa yeye inamtosha kupoteza fahamu na kumzika. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Askofu Mwamakula ameandika hivyo, na baada ya kuposti picha akiwa yeye, Benson Bagonza na Father Charles Kitima. Watu wengi wametoa komenti. Huyu anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Mwingine anasema, kwenye maisha haya duniani kuna watu huzaliwa kwa makusudi maalum, na ni hadi makusudi hayo yatimie kupitia wao ndio huwa Mungu anawachukua. Ikiwa makusudi mliotumwa bado hamjayatimiza, basi hakuna mtu wa kuwazuru. Lakini pia mwingine akasema, uzuri wa dhamiri ni kule kuwa tayari kwa lolote kwa sababu ya wito halisi kutoka katika dhamiri njema, no hate no fear. Lakini pia mwingine akasema, Mathayo 10 mstari wa 27 hadi wa 28. 27 inasema, ni waambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Mstari wa 28, msiwaogope wa uwao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika Jehanamu. Lakini pia mwingine akasema kwamba mnalindwa na Mungu askofu, harakati ziendelee. God bless Lema alishawahi kusema, wakitumaliza sisi wataanza kumalizana pia wao kwa wao. Mwingine anasema, na mtumishi wa nabii Elisha alimwambia Elisha kuwa maadui zetu wamepiga kambi chini ya mlima huu ili watuangamize, tumekwisha. Nabii Elisha akamwambia mtumishi wake, walio nyuma yetu kwenye mlima huu ni majeshi imara, yamepanda farasi wa moto. Akamwomba Mungu amfunue macho huyo mtumishi ili ayaone majeshi ya Mungu. Nyinyi watumishi, nyuma yenu kuna majeshi ya Mungu, msiogope. Mungu anayetupigania na Mungu atakayepigania na kuwashindia.
Lakini pia mwingine akasema kwamba Mungu yu pamoja nanyi, no weapon formed against you shall prosper, my God bless and protect you, amen. Lakini pia mwingine akasema Mungu wetu sio kiziwi, ipo siku atajibu maombi yetu. Mwingine akasema ninyi watatu wanafunika kwa Zaburi, mnawafunika kwa Zaburi mlango wa 3, hamtakufa bali mtaishi, ili miasimulie matendo ya Bwana. Lakini pia mwingine akasema taarifa kama hizi nani wa kuzifanyia kazi? Wakati watendaji ni wale wale tuliowaamini, wanatulinda sisi na mali zetu, sasa hivi wamegeuka na kututolea silaha sisi wenyewe. Lakini pia mwingine akasema wataua wangapi? Wakiua mmoja watazika wengine 5, wakati ukifika huwezi kuzuia. Lakini pia mwingine akasema Mwalimu Nyerere akiwa kwenye kikao cha Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1997 aliwahi kumwambia Kagame kwamba waache kuua watu wako ovyo, ipo siku utakosa wa kuwatawala. Enyi viongozi, kaeni mkijua kuwa mwisho wa ubaya ni aibu. Mwingine akasema kabla ya kutenda hayo wakafarakane wao kwa wao, wasipate amani milele. Mungu wa mbinguni ndiye mlinzi wa watu wote. Watu ni wengi mno ambao wameangusha komenti zao kwenye taarifa hii ambayo amechapisha Askofu Mwamakula kuelezea taarifa ambazo pia amezipata ya kwamba Askofu Bagonza pamoja na Dr. Lugemeleza Nshara, mwanasheria mkuu wa Chadema, lakini pia yeye wanatafutwa na watu wasiojulikana. Ameandika hivyo, watu wametoa maoni yao, lakini pia niliache kwako Mtanzania utuachie maoni yako. Lakini nimalize na komenti mbili. Huyu anasema hakika hulindwi na bunduki wala hutanguliwi na magari ya polisi katika msafara wako popote uendapo, bali malaika Mikaeli mkuu waache wahangaike na miili ya nyama. Huyu wa mwisho anasema kwamba hatimaye utabiri wa Dickson Cornell Kabigumila unaanza kutumia taratibu. Mungu aepushe mbali haya mambo kwa kweli. No weapon shall prosper against you sons of God. God protect our servant. Mungu na awalinde. Una nafasi sasa ya kutochia maoni yako na wewe kwa taarifa hii, lakini nipende kusema kwa taarifa nyingi zaidi na kila kitu ambacho kinaendelea, hakikisha ya kwamba unazidi kukaa karibu nasi ili uweze kuhabarika kwa taarifa mbalimbali na mambo mengine mengi ya kiulimwengu. Tukutane tena wakati mwingine, tuendelee kuhabarishana mambo mbalimbali ambayo yanazidi kutokea ulimwenguni.